Mvutano kati ya Israel na Iran umefikia kilele kipya cha hatari, huku pande zote mbili zikipambana kwa mashambulizi ya kusababisha vifo na tahadhari za hatari zaidi kutolewa. Baada ya jeshi la ulinzi la Israel IDF kutoa onyo kwa raia wa Iran waondoke katika maeneo ya kijeshi, waziri wa ulinzi wa Israel Katz ametangaza kuwa mashambulizi yataendelea kwa kasi zaidi. Tutapiga maeneo hayo na kuendelea kuinyonya ngozi ya nyoka wa Iran huko Teheran na popote, tukiondoa uwezo wao wa nyuklia na mifumo ya silaha, amesema Katz. Aliongeza kuwa kwa kutaja dikteta wa Iran anawafanya wakazi wa Teheran kuwa mateka ili kulinda utawala wake, akimaanisha Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran. Dikteta wa Iran anaigeuza Teheran kuwa Beirut na kuwafanya raia wake kuwa mateka kwa ajili ya kuokoa utawala wake, alisema. Kwa mujibu wa IDF, Iran ilirusha makombora ya ballistic takriban 80 kuelekea Israel usiku kucha katika mawimbi mawili ya mashambulizi. Mlipuko wa kwanza ulihusisha makombora karibu 40 yaliyolenga kaskazini mwa Israel. Wakati mapigano yakizidi kupamba moto, mamlaka ya viwanja vya ndege ya Israel imetangaza kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion utaendelea kufungwa kwa safari za kuwasili na kuondoka kwa siku ya 3 mfululizo. Maafisa wanashirikiana na mashirika ya ndege ya Israel ili kuwarejesha wananchi waliokwama nje ya nchi, lakini wameonya kuwa kurejea kwa safari za ndege kutategemea usalama utakavyokuwa. Wafanyakazi wote wa ndege na ndege zipo tayari kwa kazi pindi hali itakaporuhusu, lakini huenda ikachukua muda mrefu kulingana na hali ya usalama, taarifa ya mamlaka hiyo ilisema. Kwa upande wake, Iran nayo imetangaza kuendelea kufungwa kwa anga yake hadi saa 9 mchana kwa saa za eneo hilo, jambo linalozidi kufanya safari za anga kuwa ngumu zaidi katika eneo hilo. Mamlaka ya Israel pia imewaonya raia wake walioko nje ya nchi wasijaribu kusafiri kwenda vituo vya karibu kama Larnaca na Athens kwa matarajio ya kupata ndege za kurudi nyumbani. Hakuna mapendekezo kwa Waisrael walioko nje ya nchi kusafiri kwenda Larnaca au Athens kwa sasa, mamlaka hiyo ilisema. Hata pale ambapo safari za ndege zitarejeshwa, idadi ya safari zitapunguzwa ili kupunguza hatari na kuhakikisha usalama wa abiria. Mamlaka hiyo pia ilionya kuwa abiria waliokwama wanaweza kusubiri kwa siku kadhaa kabla ya kuruhusiwa kurudi, na kuwataka wawe na subira na kusubiri taarifa rasmi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.